atatenda mambo yote aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wadada kwa wandugu ambao wameokoka, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. I want to thank God this morning. He is a great God. In this day of 22nd, the month of November, in the reign of Uhuru Muigai Kenyatta in Kenya. Bwana asifiwe sana. Wacha niende kiBiblia. Wanasemanga kwamba katika mwaka fulani wa utawala wa mtu fulani. Bwana asifiwe. We are in a new sanctuary, and this is the day that the Lord has made. Amen. This is the church. This is the church that the Lord has made. This is the pastor. This is the pastor that the Lord has made. That the Lord has made. Amen. Nataka kushukuru Mungu kwa wakati huu. Yesu ni Bwana. Tumesifu Mungu, si ndio? Kuna mtu amesifu Mungu kweli? Brother Nick, umesifu Mungu kweli? Haijingia vile. Pokoli. Haya, Bwana sio sana. Unajua katika ile kisima cha Bethesda, malaika alipokuja kuchukua maji, mtu wa kwanza kuingia ndiye alikuwa anafanya nini? Anapona, si ndio? Sasa kama wewe bado unangoja kwamba nyingine inakuja, ole wako, angalia vile yake ilivyo. Hata uketi kama amelala. Nashukuru Mungu. Bwana sio sana. The early bird catches the worm. Mimi nimecatch the worm. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. We are so many ambapo imani yetu yenyewe inafukuza shetani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika nyumba hii ikiwa watu wako watakuja kukuabudu, Mungu usikie kilio chao. Bwana asifiwe. Madhabahu yalijengwa pale Yerusalemu. Mchungaji amekuwa akizungumza juu ya madhabahu. Itaendelea zaidi. Na wakati Danieli mambo yalipompata, alifungua dirisha kuelekeza sura yake wapi? Yerusalemu. Amina. Why am I saying this? Today is a very important day in this particular ministry. Hallelujah. Whatever is going to be preached today, siku ile utapatikana katika shida ama matatizo, utasema Mungu, tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka wa 2020 ama mwaka wa corona, Mungu ulingana hili na lile na lile, Baba niondoe katika hii hali. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nasikia upako wa kuanzisha kazi. Amen. Haleluya. Nasikia upako wa kuamsha mambo. Ile ilikuwa imekwama ambako unalia. Nilikuwa nahubiria watu wengine na waambia kuna wakati hata unateseka, unafinyika na shetani anakutangulia. Yule dada yako nasema nikienda atanisaidia. Ukifika kwake unapata yeye sasa ni kulia ile original. Wacha yako. Hakuna kitu mbaya kama kisilani ama laana. Amen. Haleluya. Unalala njaa unasema wacha niende kwa dada yangu. Anaishi kule Kipera. Kipera watu wanakula vizuri. Kuna wakati niliishi Kipera, ukitaka ukule vizuri ushipe, enda Kipera. Na ukitaka ukonde, uishe, anza kutembelea watu wa Mutaiga, watu wa Karen, watu wa pande hizo, utaisha. Sasa nasema acha niende kwa dada yangu yule Kipera, labda atanipa gologolo moja nipikie watoto. Ukifika pale, unapata hapa kwa neighbor wanakula. Kwa neighbor hapa kwingine wanakula. Lakini sister yako anakuambia ile muujiza ya mwisho tuliona ya mahindi ilikuwa ni 4 days ago. Hatujui kama tutaonekaniwa. Hata tulipokuona kwa gate tulisema tumepo, kumbe wanaangalia mgonjwa. Hiyo ni Kiislamu. Inua mikono sema Bwana Yesu. Iye karo. Iniondolee Kiislamu. Suleimani aliomba akasema watu watapokuja katika hekalu na kukuomba Bwana uwasikie. Amen. Hiyo ndio maandiko iko hapa, sitasoma yote. Lakini 2 Chronicles chapter 4. Ukisoma hiyo maandiko yote utaona mambo ya ajabu ya kuhusu hekalu. Amen. Haleluya. Wacha wasalimie kabla niendelee kuja tu. Nisiende kiroho sana alafu unajua bado nitarudi kwa nyumba. Utauliza ulifikiria au watu vile wanakusimamia wanainua mikono watakupeleka kwao. Karibu. Yeye nitapea hii mic awasalimie, si ndio? Nilikuwa najaribu kumpembeleza si upaki. Usiteseke sana. Akaniambia hapana. Labda wewe upa. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema tu hata mimi nijikakamoe nikuje tumshukuru Mungu kwa pamoja, na nashukuru sana mchungaji wa Mungu. I call him Bishop Anthony. Praise God. Amen. I want to honor you for allowing us to minister unto this altar. Thank you. God bless you. Na kabla sijaketi, Bwana asifiwe. Mchungaji utaniruhusu tufanye wimbo unaitwa Bwana. Kwa maana katikati ya miungu, katikati ya mabonde, sijaona Mungu kama huyu.
Inua mikono, sema Bwana Yesu, nibariki na mahitaji yangu, na usisahau kuweka ya kutoa katika jina la Yesu. Nibariki na mahitaji yangu na uniwekee ya kutoa in Jesus name. So your victory is assured. Your victory is for sure. Amen. Inua mkono hivi, sema ushindi wangu si wa kubahatisha, bali mupo. Nitapata ushindi wangu katika jina la Yesu. Inua mikono, sema Bwana Yesu, uliyeshindania watu wako, hata ukamshindania Danieli, utanishindania katika jina la Yesu. Haleluya. Hata naishi kuna mtu hapa akuna kesi mbaya kotini, hata ameenda mara kadhaa, hata leo akamkataa. Leo nainua mikono juu kama mtumishi wa Bwana nikisema ni mwisho wa mambo yanayokuteza, maana Yesu Kristo ako mahali hapa. Inua mikono, sema amen. Ndio kanisa inaanzia kwa nyumba. Kanisa haianzi kwa madhabahu, inaanzia kwa nyumba. Hata wale watu wamesoma theology, maana pia mimi ni mwalimu, nimefunza theology kama miaka 6. Hiyo nyingine tena. Praise the Lord. Tunafundishaga watu weka Mungu akwe namba 1. Alafu jamii inakuja namba 2. Alafu ministry inakuja namba 3. Priority. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kwa nini nimeongea hiyo. Bwana atubariki na atushindanie. Wacha nisome kifungu hapa. Sitasoma yote, isipokuwa nilikuwa nimepanga nisome hiyo maandiko karibu yote. Lakini wacha nisome mstari wa 4, chapter 4, 18. Ndivyo ilivyovifanya ama alivyovifanya Suleimani vyombo hivyo vyote vingi sana. Haleluya. Ambia mwenzako vingi sana. Yaani nyumba ya Bwana, Suleiman, the most wise person on earth, alijua ya kwamba nyumba ya Bwana lazima itengenezewe vitu, na si kwa uchache, itengenezewe kwa wingi. Haleluya. Kama kuna language in the vocabulary of God haiko, ni kitu inaitwa imeisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe ni kuku ngapi mwai chinja? Alafu mwenda soko kasikia leo hakuna kuku hata moja, maana watu wamekula kuku wengi sana. Kwa sababu kwa vocabulary ya Mungu hataki kusikia kitu ya kwamba aliweka kitu na ikafika ikakuwa na limitation. In God's vocabulary there is no limitation. Hallelujah. Kwa nini nyumba ya Bwana inakuwa na limitation? Kwa sababu watu wanaishughulikia kwa njia ambayo si ya hekima. Hallelujah. Watu wanakuja nyumba ya Bwana. Samahani, napenda kutumia hiyo phrase. Hata kama ni kitu anatoa, yani anatoa kama uko achazi, anasema wacha niwarushie isi collapse. Praise the Lord. Inua mikono, sema Bwana Yesu, tupatie vilivyo vingi ili nyumba yako iwe na vitu vingi katika jina la Yesu. Aya inaendelea kusema vingi sana, kwa kuwa uzani wa shaba ulikuwa hautafutikani. Unajua shaba? Kuna shaba, kuna fedha. Hapo ukisoma kuna vyombo vingine walitengeneza na fedha, na kuna zingine walitengeneza na shaba.
Haleluya. Unajua fedha ni gold. Na gold si ati ndio the best on earth. Kuna vitu tunaita platinum. Kuna vitu tunaita diamond. Jani Suleimani, he went and looked for these materials. Akatengeneza vyombo vya hekalu akitumia shaba ambayo haungehesabu ama haungepima. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu. Inua mikono juu. Laba kurianda rabasia karabasha. Inua mikono juu hata kama uko pale nje, inua mikono yako juu. The Spirit of God is going to do an operation in this place. Hata wale watoto wanakimbia sasa, wacha kukimbia. Inua mikono yako juu. Maana Bwana anaenda kufanya kitu katika maisha yako. Kuna kitu Bwana atakutendea siku ya leo. Lamba kurianda raba sekere moshanda. Liba mose. Lama kuria sanda. Liba moshanda raba kuria. Liba moshika. My God. Lama sika yando. Liba mosende. Kuna kitu Mungu amenena mahali hapa na nasikia kinena tena. Naona milango ya kimataifa literally opening before you. Hautajua vile inafanyika, but God is doing something in this place. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh my God. Kuna watu hapo utastukia. Kuna watu mtaitiwa kazi zenu. Kuna watu mtaitiwa promotion. Kuna watu mtaitiwa mambo makubwa. Kuna watu mtaitiwa mashamba. Thank you, Lord Jesus. Something you can't afford with your money, God is going to give you favor and He will afford it in Jesus' name. Thank you, Jesus. My
Makaya la bakusha. Kuna watu mtaitiwa tickets zenu. You will go to nations, not using your money, but people will call you and give you great gifts, pressed down and shaken together. That's the God we worship. Wewe ni Mungu. Ninamalizia. Inua mikono yako juu unapopokea hiyo muujiza wako. Ninapomalizia, let this be your day. Aufananishwi na kitu kingine. Aufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Mbazua bahari. Aufananishwi na kitu kingine. Na kitu kingine. Wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi. Aufananishwi na kitu kingine. Aufananishwi na kitu kingine. Tafuta sehemu ukae. Tunaenda mzuri. Tunaona Roho Bwana akiwa anazidi kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo kulikuwa na tangazo ambayo ilinipita, lakini nadhani imeshughulikiwa kwa ajili ya watoto. Nisikia wako na kanywaji mahali. Sijui kama wameshughulikiwa. Sawa sawa. Bwana sio sawa. Tusiumize watoto. Sisi kama wazazi tusiumize watoto. Katika sehemu ambayo tunaelekea kulingana na program, nataka kumleta mchungaji baba yetu, na kabla sijamleta huduma ama tulipokanyaga uwanja huu ya Kariobangi North Primary, Bwana asifiwe, vipawa vilianza kuchipuka. Na kati ya hizo vipawa vilipochipuka, nimeanza kuviona. Na wakati huu nataka kuleta ndugu yangu mtumishi wa Mungu ambaye tunapiga naye mguu mmoja. Tukiwa naye katika uwanja wa Injili niko salama sana. Bwana asifiwe sana. Shetani akileta tatizo huku anagonga pande ile, akija pande yetu tunagonga. Tuko chini ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Tuletee Mungu wa mabadiliko. Wimbo na ina meaning yake, ndio maana nimemleta kwa wakati huu. Singemleta, lakini nataka nimlete kabla mchungaji na baba yetu kuongea 1, 2, 3 ambayo Mungu ameweka moyoni mwake, ndiposa akapate kuendelea. Nataka tukapate kusikiliza wimbo wa Mungu wa mabadiliko. Bwana asifiwe. First born, kunayo mabadiliko. There is a change that God has put into our lives, in our ministry, in our day-to-day life. Amen. Bwana asifiwe. I'm really grateful before the Lord for this opportunity that I may stand before you today to present to you the song Mungu wa Mabadiliko. May we be blessed with the song, and may the will of God take control. Mtumishi Michael Juma, as just brother said. Amen. Tusimame. Mungu wa mabadiliko, ndiye Mungu wa mabadiliko.
natamani nikufanane, Mungu wa mabadiliko. Mungu wa mabadiliko, Mungu wa mabadiliko, nakuita Mungu wangu, badilisha maisha yangu, nibadilishe ewe Bwana, nibadilishe Mungu wangu, natamani nikufanane, Mungu wa mabadiliko. Badilisha nafsi yangu, badilisha tabia yangu, na kuomba Mungu wangu, Mungu wa mabadiliko. Nibadilishe, nifanane na wewe, ili ombi langu likupendeze wewe Bwana. Badilisha jina langu, niitwe mwana wako, nikaitwe mtumishi wako. Mungu ninakuomba, sinipite we Bwana, siniache Mungu wangu, wewe ni wa rehema, neema tele we Bwana. Nibadilishe, nifanane na wewe, ili ombi langu likupendeze wewe Bwana. Nahitaji nitembee kwenye maono yako Yesu, nahitaji nitembee kwa njia yako. Badilisha mawazo yangu, badilisha maneno yangu, Mungu wa mabadiliko, Mungu wa mabadiliko. Nibadilishe, nifanane na wewe, ili ombi langu likupendeze wewe Bwana. Ubadilishe nchi yetu, badilisha taifa letu, Mungu wa mabadiliko, na kuomba iwe Bwana. Ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa mabadiliko. Badilisha viongozi, badilisha na wanasiasa. Twahitaji amani yako, twahitaji upendo wako, twahitaji umoja wako, Mungu wa mabadiliko. Nibadilishe, nifanane na wewe, ili ombi langu likupendeze wewe Bwana. Nimechoka nayo maisha ya kuwa chini, nimechoka nayo maisha ya kuteseka, nimechoka nayo maisha ya kuombaomba. Watu wananicheka sana sababu ya hali yangu we. Mungu wa mabadiliko nitembelee, Mungu wa mabadiliko nitembelee. Ili ombi langu Baba, mimi naomba nibadilishe Baba, Yesu. Baba, nataka nifanane nawe, hilo ndilo ombi la moyo wangu siku zote. Haleluya, Yesu, Yesu, Baba.
mwaka wa mabadiliko, na kuomba mabadiliko. Ewe Mungu wa mabadiliko, mabadiliko kwa nafsi yangu, mabadiliko kwa ndoa yangu, mabadiliko ewe Mungu, Mungu wa mabadiliko, mabadiliko kwa watoto wetu, mabadiliko kwa shule zetu. Mungu wa mabadiliko, kwa kuomba ewe Bwana, ni mwaka wa mabadiliko, kati wa mabadiliko, mabadiliko yako Yesu, ewe Mungu wa mabadiliko. Ewe Yesu, nakuomba Baba, haja ya moyo wangu, nakuomba Yesu, nakusihi, sikia maombi yangu Baba, haja ya moyo Unibadilishe Mungu wangu, pendeza Baba, ulivyobadilisha mtumishi wako Paulo, nibadilishe, nami nahitaji unibadilishe namna ulivyobadilisha Yakobo mfalme njia zako, akaitwa mbarikiwa Yesu, nami nibariki Mungu wangu, nitembee kwa nuru bariki yako Mungu, Baba, bariki mfalme wangu, badilisha, badilisha. Hallelujah. He's a God of change. He's a game changer. And he has changed it. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The servant of God have just said that people will be flying out. He has stopped that and have remembered something. Just have your seat. When we were coming from tulipokuwa tunatoka Matanga, nakumbuka vizuri sana, tulikuwa kwenye gari, ilikuwa ni mimi, brother Juma, Pastor Victor, Sister Rosemary, mama yangu yuko hapa pia, Bwana asifiwe sana. And the discussion was, people are flying abroad. Is it true? Is it being confirmed? Hallelujah. There is something that God has for us and is doing it. Praise the Lord. If I may ask Mama Mchungaji, Florence, change. Are you seeing a change? Sure? Bwana asifiwe sana. Reverend Duke, is there a change? Ni Mungu wa mabadiliko. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nilikwambia leo sikuje sura sana. Sura ya kukunjwa ni kule nje. Bwana asifiwe sana. And by the way, we are good. We are good to go. Bwana asifiwe sana. God is taking us somewhere. Amen. Amen. When this man of God told me something when we were in alipokuja tulipoanza kuwa naye tu hapa Mathare Hall. Ananiambia he has never called me any other name apart from manager. Bwana asifiwe sana. And when he was calling me a manager, I was not a manager. But as I start today, I'm a manager. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ukiona mimi naruka, huwa naambia watu waacha wewe unasema kile unasema. I know what God has done for me. I know where God has taken me. He is my Ebenezer. Amen. Amen. Wakati huu kwa heshima na taadhima, with all due respect, amen, and all protocols observed, may we stand as we welcome man of God, the founder, the president of this ministry. Praise the Lord. Okay, this is the president of Firstborn. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Can we put our hands together as we bring our Papa in Jesus' mighty name to take over from now? You know my slogan that says, I say 1, 2, 3,
This is for real. And we are going for the reality because if it is possible, it can be done. And if it is impossible, it can be done. Say it again. This is for real, and we are going for the reality because if it is possible, it can be done. And if it is impossible, it can be done. Hallelujah. Be seated. Hallelujah. Yes. If it is possible, it can be done. And if it is possible, it can be done. And here are the two impossible that I will talk about for a bit. Bwana asifiwe sana. Nina furaha sana kwa wageni wetu ambayo umetoka sehemu mbalimbali kufika hapa. Bwana asifiwe sana. Pengine nitachukua kwa sababu katika program kwangu ilikuwa nisimame niseme machache alafu nifanye introduction kwa wageni kisha niseme machache. Baadaye katika program tuwe na mchungaji mwingine atakaye kuongoza katika kudedicate this altar. Vile ilivyosemwa hapo mbeleni kwa open speech by Pastor Vitalis ya kwamba huu tu ni mwanzo, na kwa sababu litubidi sasa tufanye hiki, tuendelee kuabudu hapa badala ya kupebana na ile hema. Lakini kwa kuwa kwa nyumba ya Mungu huwezi kuingia tu kama mtu amekuwa anatembea na anaona kesi moja sema niingia hapa nije chai. Ana pesa. Kwa hivyo litubidi tufanye kitu kiharaka, tuite marafiki watusaidie kujumuika pamoja katika dedication our new altar. Amen. Baadaye mimi mchungaji mwingine atatuongoza katika the altar. Kisha baadaye nimepata kubarikiwa sana, kuna watoto wawili pia ambao nakana tubariki. Nitarudi tena wakati ambapo nitaongoza offerings, and I know some of you have been touched about this altar and you have been taught about altar. There must be some special offering concerning the altar, special sacrifice for the altar. Uliona kama mwimbaji anapokuzwa sana na ndio wako mwenyewe ikambidi atangulia haraka na a sacrifice yake. Bwana sasa. Kwa hivyo kabla sijaenda katika hiyo introduction, Bwana sasa, let me explain few about the two impossible I've talked about. You know, the two impossible I'm talking about this. Watu wanaweza shangaa ulipotoka pale mchungaji Reverend you tanga. Manake ametutembelea kule Madalino. Najua wakati wa introduction nitampa mwalimu mkuu aliye ndiye mama wa boma hili, taongoza kwa wageni wetu, ako na kundi ambaye ako naye. Bwana sasa, tumetembelewa na chief. Nimeona rafiki yangu Mr. Kibet. Muda mrefu tulijuana wakati ambapo tulikuwa tunashughulikia mambo ya serikali, kupata account ya church. Kutoka hapo tumejuana. Little did I know that Mr. Kibet through all the board members of this school. Na uliposikia mwaliko, nashukuru sana chief, na kusalute alimu. Amen. Nitakuja kwako. Bwana sasa. Na recognize the presence of Reverend Manani and his wife. Ndugu wangu na pastor mezangu
Sylvester. Bwana sasa. Na wengineo wengi. Amen. My wife, Pamela, the only person from Kabuochi. Kwa kuwa muda ulikuwa mfupi sana, na yeye ndiye amewahi kuingia represent Kabuochi. Satani amepigana naye sana, lakini mwishowe, amen, yeye atasimama, atawasalamia. Bwana sasa. But the two impossible, what are they? That is why I say, hiyo wimbo linikujia tu wakati fulani. When you go for the reality, that will force God to work supernaturally, and the impossible can be done. The impossible become possible. Do you remember the young David at the age of 17? He decided to go for the reality, and God worked supernaturally, and that mighty Goliath and his vast army, and David needed only one stone to destroy the mighty Goliath and the vast army. Bwana says that is what I mean by when you go into the reality, the impossible can become possible. Amen? Swali ilikuwa mara nyingi, inakuwaje nyinyi kama kanisa naruhusiwa kujenga, na unajua hii ni boma ya serikali. Mwalimu mkuu alipoingia hapa, jambo la kwanza tulipokwenda kuonana naye ofisini, anasema pastor, nimekuona, nimejua, nimepata kila kitu yenu hapa, lakini kuna kitu moja kinachonishtua. Wewe uko na wanamama wengi na watoto, na mnafinyana kwa hema wakati wa kiangazi joto na wakati wa baridi hivyo hivyo. Mbona mimi siwezi kuwapatia nafasi mkajenge, nasi pia kama school tuweza kupata nafasi kama hall ya matumizi Kisumu? Jambo hilo niliona ni sawa, lakini nitafikiria. Kabla kufikiria, then the unexpected happened. The corona strike. The corona which took the entire world upside down. Sidhani kama kuna mtu yeyote anaweza sema yeye hajafikiria, hajasikia mguzo wa corona biasharani mwake, kazini mwake, mfukoni mwake, hata jikoni. Basi hapo kila kitu kimeenda hivyo, watu wakaenda lockdown. Tuliporudi kwa lockdown, hata mambo haya yametoka kichwani, naijua hayo yote. Halafu sasa ulipokutana na mwalimu tena, nasema pastor, si tuliongea habari ya kujenga, na kama kuna uwezekano kujenga sasa, kama sio sasa ni sasa hivi, kwa kuwa shule itakapofunguliwa hapa tutakuwa na shida ya ujenzi. Nilikuwa nimehesabu. Sasa nilipoondoka kwake siku hiyo, nikaenda nyumbani, sikulala, nikaanza kupambana na Mungu. Kwa sababu siku hiyo ndio hilo neno liliingia ndani ya moyo wangu, nikasema ile neno lilikuwa ni kama mgamba. Bwana, kwa sababu lazima Mungu awe ndiye anaongea na huyu mwalimu. Lakini sasa kivipi? Sasa tuanzie wapi? Hapo ndipo Mungu akanena nami na kwamba to implement God's directive, you need not to consult, you need not to get advice, just to implement. And I was given the scripture, Exodus chapter 12, when Moses was given a command, just slaughter a goat and put a blood on the doorpost. Tell everybody do that. And that meat be eaten very fast. Ukanda mkononi, fimbo mkononi, viatu mguuni na mkule haraka. Because today, this night, I'm going to walk around, I'm going to pass judgment over the gods of this land, killing the firstborn from the house of Pharaoh and even up to the animal. So it was a command.
The next morning I consulted my treasurer. I say, what do you have in your account? He told me 100,000. 100,000. The other day I called my fundi, pima hapa. Na kimchezo hivyo tu kasi nianzie. Can you believe? Baadaye the consult na quantity surveyors ili wanikadirie ni pesa ngapi na this and that. Hesabu lipo nikujia 3.5 million. Na kazi tunaanza, Mungu anasema anzeni hivyo. Can you believe that? Because it is said in the Bible, if you want to build a house, first of all, consult with your pocket and with your bank to be sure that if you have enough funds that can help you to complete the building. If no, don't. Bwana says that. But here, because the impossible become possible, remember, to start a building that will cost 3 million and you have 100,000, you must be crazy. In the nose and the eyes, you can be considered a very crazy man. And that is what happened. Juzi tulipofikiria kuja kuifungua, nikaenda kwa Masabai tena. Uje unikadirie, je, tumefika wapi? Kwa sasa imekula gapi? Wakafanya nasema ile pesa shatumiwa hapa is 2.3 million. Can you remember that? Na hiyo hatujakaa chini kabisa na kuhesabu hata 200,000 ambayo tumeweka chini. Bali na ile shilingi 1,100. Never. Ndio sababu hata singeweza jua kwamba tumeshatumia ngapi. That is the impossible being. Amen. Hallelujah. Then some kidogo. The second Corinthians chapter verse 2. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umasikini wao uliokuwa mwingi ulioongezeka utajiri na wakarimu wao. Bwana sasa, hata kama walikuwa hawana, na nilisema kwamba kwa sasa ongea tu na pocket yako ile ya sukuma gawa tu katikati, na kwa njia hiyo tumetoka pale mpaka tukafikia hapa. Hii sio muujiza jamani. Hebu tumpigie Bwana. To me, that is the greatest financial miracle. Bwana sasa. Kwa hivyo, hebu nitoe nafasi. Hebu Mama Pamela ambayo wengi wenu wanaijua, hebu peana microphone kwa ndugu au any of them. Nimesalimu kanisa, Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu aliye mkuu ambaye ameniandalia nafasi nikafika hapa mjini Nairobi. Haikumpendeza adui shetani, bali kwa maombi ya watumishi wa Mungu amenitendea neema ya kipekee, ndiposa nikafika. Namshukuru huyo Mungu aliye mkuu. Nilitoka nyumbani siku ya Jumatano. Nilipotoka nyumbani, kanisa la nyumbani, nilisema nikifika kati yenu nisifu nanyi Bwana asifiwe wote. Ndiposa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa watumishi wote wa Mungu waliokuwa wakiniombea. Roho yangu inamtukuza huyo Mungu. Amenitendea neema ya kipekee. Namshukuru huyo Mungu aliye mkuu. Nikipitia kwa majina yangu, anaitwa Pamela Auma Otieno, binti wa Asembo Kakia. Na Mungu amemwandalia makao
e piny Alego Karapul. Majatich Nyasaye Anton ene jaoda. Huko kutoka Alego Karapul ambaye mtumishi wa Mungu Anton Olo ndio mmewe. Mama Seda go hivi ni mang'eny. Ambaye tumeishi naye kwa miaka mingi. Nyasaye umiyo wakode mtindo 12. Mungu ametubariki naye kwa watoto 12. Adek notho. 3 waliaga. 9 ngima. 9 wao wazima. Jatich Nyasaye te. Na salimu watumishi wa Mungu wote. Na nimewakaribisha nyote. Mungu wa amani na wabariki. Na mshukuru Mungu wetu. Hebu introduce elders wangu ambao wamenisaidia kutoka mwanzo mpaka sasa. Simameni pale mlipo. Elders on this. Just stand. Kutoka hapa Pastor Vitalis Odingo kama msaidizi wangu, wamekuwa nami. Yeye tokea ukovu wangu alinitangulia kuokovu hata kwa huduma. Wamekuwa wakisimama nami kwa dhiki na shida miaka hizo zote. Ndugu Leonard, our senior elder, walimpa jina Captain. Amen. Moja kati ya nguzo zangu muhimu sana. Bwana sasa. Mkae chini. Elder Alfred, Alphonse, George, Paul, James na Julius na Rosemary na wengine. Hawa ndio nguzo zangu sana katika huduma. Sasa kwa huduma ministers only. Yes. Hawa ndio wahuduma wachanga ambayo sio wote, wengine wako nje, ambako ulisikia wakati mchungaji alikuwa anasema kwamba hivi karibuni tena tutakuwa na sherehe ya kuwatawadha. Manake kaini vile mnavyoona bado nyuso yao ni wachanga. Nami katika grupu yangu tunasukumwa sana na uzee, lakini kazi ya Mungu itaendelea. Bwana sasa. Hata mzee akiniambia walikuwa nataka dedicate altar, nilisoma mbali nikasema mzee ananiambia mama mgonjwa sana. Mbona anaharakisha? Lakini sababu yuko mama, wewe utaishi. Believe in God. Believe in God. Pastor alikuwa anahubiri akisema, inua mkono kanisa. Sema asante Mungu. Asante Mungu. Kwa kuniletea support. Kupata support ni ngumu. Bwana Chief, hii kanisa wamekuwa support. Si unaona? Akaanza tena akasema Mungu ameanza kazi. Inua mkono kanisa. Mungu ameanza kazi. Mimi ni mgeni lakini sio mgeni sana. Lakini sababu ya corona mimi bado nakaa mgeni. Ndio? Kwa wale wanatoka Kariobangi, I will invite Mr. Kibet. Aongee all the projects you are seeing around here. Mr. Kibet, the BOM member, is the project management chairman. Karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Uko na furaha kabisa? Asanteni sana. On behalf of the board, I want first to welcome every one of you kwa hii event. Mnakuwa na furaha mnakaribia siku ya leo? Asanteni sana. I don't know if there is any other board member. Kama hakuna, ningependa shukuru pastor. Asante sana. I have my friend here, Leonard, tumekaa na yeye. And I think here most of you, ama some of you pia tumeshakutana mahali.
So ukinipata hapo nisalimie na uniambie nilikuona somewhere. Then we shall discuss from there. Yeah.
school in January, I've been looking for people to help us build this school. Hii shule nikiingia, mimi nilishangaa watoto wa hii shule chini. Mr. Kibet alikuwa hata hapa hall iko na ni karibu na gate, ilikuwa kichaka. Maybe nimesema uongo. Mimi nilishangaa. Apart from that, tumejaribu kuombaomba, naambia pastor muombe hii shule. Na anasema teacher, tunaomba. Tukiandika barua sasa, mkitoka kwa gate mnaona ile nyumba. Boho likaingia. Choo naye inaendelea kutengenezwa. Na ni maombi. Nani? Maombi. I belong to a church, Anglican church. When something is good, you hear them say, Tupute endereza Yesu Yesu mwana bendigo omsa naegunasi sisane pasa nyomlokosi. Na nimeona wengi hapa ni Wangilkan. And again now I want to thank the pastor for lessons. Tuko na lesson inaitwa PPI. Inaitwa? Pastoral. Education these days imekuwa in a way, tunataka kufunza PT, tufunze life skills, health education, and religious education. Asubuhi tunaambia pastor, bring us somebody, watoto waombe. Watoto wa hii shule ni kama hawakujua church ni nini. Nasema uongo? Hawakujua church ni nini? Every morning, Mondays and Fridays, tuko na Eric. Eric anaombea watoto na unaona watoto wanabadilika. Unaona watoto wanabadilika. Thank you so much, Mzee. Naitwa Dr. Jedida. Mimi ni mama. Na mimi ni grandmother. Mzee yuko, behind every successful woman there is a man. Hata nikija niye alichagua hii nguo. Kwa hivyo mkae mkijua, hata yeye hayuko hapa, lakini ameniambia, Mama wewe nenda, sababu huko ni mahali pako paka. Labda tunapendana sana tu. Tungekuwa na yeye, tungekuwa sasa tunafuatana, si ndio? Lakini I thank God for all that. I thank God for all that. Bwana asifiwe sana. Tumpigie mwalimu na kundi lake. Mbarikiwe sana. Nafikiri mmesikia hayo yote ambayo umeongewa na sitaweza kurudia. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili ya saa, msichoke kwa sababu tulipanga ya kwamba hii msana hizi kama saa 7 imetoka, lakini kutokana na saa kuja kwa sababu wote hawakutoka kwa nyumba moja wakuja kwa saa. Hata hivyo tutajaribu kukabiliana na zile shughuli. Tumebaki na sehemu mbili muhimu. Yani the dedication of the altar led by Reverend Manane, alafu sacrifice offering concerning the altar, kulingana na mafunzo ambayo tulipata kutoka kwa Reverend Chief. Kwa hivyo pia tulibarikiwa na watoto wawili hapa ambao tunataka haraka dedicate. Baba, katika jina la Yesu Kristo, siku hii Baba, katika siku ya leo tunapokabidhi huyu mtoto mkononi mwako Baba, endelea kunyosha mkono juu yake, funika yeye chini ya mabwawa, chini ya bwawa yako, dhidi ya kila aina ya magonjwa, malaria, ukambi wa kila aina. Pia tunaenda kinyume ya majina ya mababu na jaribu kuinuka. Baba, inua huyu mtoto na wazazi wake Baba wapate kulisha yeye chini ya bwawa yako mpaka siku za usoni. Mungu wa ajabu na Mungu wetu apate kuokoka na kuamini na akutumikie. Kwa kuwa leo hii wamebarikiwa katika nyota mpya, Baba nasema ni asante.
Bariki hata baba pamoja na mama wote watakaomlea. Baba, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Samuel. Tumebarikiwa siku ya leo. Tunapata mtoto kwa jina la Samuel. Baba, tunakabidhi mkononi mwako. Endelea kumbariki na kumfunika chini ya baba yako. Baba, naenda kinyume ya mapepo za kinyumbani, mapepo za mababu. Mungu wa ajabu. Huyu mtoto aitwaye Samuel, Baba, atakapokuwa mtu mzima, pata kumuokoa ili awe mtumishi wako kama Samuel. Baba, nasema ni asante. Naenda kinyume ya kila aina ya magonjwa na dhiki na malaria. Baba, pamoja na wazazi waendelee kumlea. Baba, nasema ni asante na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunapata Aisha Tieno. Mungu wa ajabu, nasema ni asante katika jina la Yesu Kristo. Tuwakabidhi Aisha Tieno mkononi mwako. Mungu, nyosha mkono yako ya ajabu ya huko. Baba, pata kumfunika yeye chini ya bua yako. Ndio kwa imani wazazi wake. Baba, katika siku za usoni pata kumuokoa. Naenda kinyume ya mapepo za kinyumbani, za kimalaria na majina ya manyanya katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasema ni asante. Naomba wewe unajua umetenda. Bariki baba pamoja na mama na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Nitamkaribisha Reverend Manane atuongoze katika ujumbe fupi, kwa sababu kuna wakuhani hapa, watumishi wa Mungu hapa, watumishi hata wa serikali waliokuja wakijua kwamba kazi iliyoko hapa ni dedicate this new altar. Reverend Manane, Mungu akubariki sana. Utaniruhusu tu ni introduce my wife. Nasawasalimia. I'll be very brief. Haleluya. Bwana asifiwe. Majina naitwa Pastor Jacqueline Manani, nimeokoka. Moyo wangu umejawa furaha sana kurudi na kupata maendeleo. Haleluya. Mlipohamia hapa mara ya kwanza kwa tent, siku hiyo kukanyesha sana. Kuna wenye waliketi mahali hiyo maji kawamwagikia. Haleluya. Nikiona hivi naona wema wa Bwana. Haleluya. Nashukuru sana kuwaona nyote. Nimeona asante hata kwa headmistress kuruhusu maombi kwenye shule. Shule haitawahi back. It will never remain the same. Hallelujah. Siku ya leo, this is your day. This is your day because we are dedicating the house of God. God appeared another time. God is going to appear to you another time. Usikuwa na hofu kwamba umengoja sana. God is going to appear to you a second time. But when did he come? After they had finished building the temple and they had dedicated it. Hallelujah. Wale watu mlisimama na hii kazi, I want to promise you that you are going to receive the blessing of God. It is impossible to stand with the work of God and miss the blessing of God. Now, First Kings, ukisoma chapter 8, na tunaweza kuwa na mafuta, kuna anointing oil. Nimenua kadogo, my God. Nilikuwa na chupa mzima, ungemwaga hapa mpaka huko. Because we are, you know, this is just the room. Lakini madhabahu ndio baraka za Mungu zinatokea. And as we anoint this place, watu watakuwa wanaingia hapa wanafanya maombi, na wakifanya maombi mbingu inafunguka.
Hata hii shule, this school is going to start, itaanza kushine. Hallelujah. Wanafunzi kutoka hapa watakuwa wanachukuliwa Alliance na Mangu na kwingine. The best schools. Tulifanya hiyo mambo tukiwa hapa last time. Bishop tulikuwa tunaomba hapa. Hii shule watu watoke hapa wa maana. Watoto wakifanya mtihani, wakifundishwa, zile roho zinakuja kufunga akili. Sikatoroka ziame huko. The glory of God ikashuka katika this compound. Hata walimu wako huko wakaanza kubarikiwa. Hallelujah. Wakianza kutafuta walimu wazuri wa kupatiwa promotion, wao wanatoka hapa. Wakianza kutafuta watu wa kufanya promotion, watu wa board, wherever they are, Mungu awe anawalocate. Then Solomon said, the Lord has said that he could not dwell. That is from verse 12. 1 Kings chapter 8. Then Solomon said, the Lord has said that he could dwell in the thick cloud. I have surely built thee a lofty house, a place for their dwelling forever. And the king faced and blessed all the assembly of Israel, while all the assembly of Israel was standing. Itafika wakati zote tutasimama. You know, these people are standing. Solomon akanyosha mikono kwa Bwana and he blessed them. Wakati wa dedication ni wakati wa kupokea baraka kwa Bwana. Solomon blessed the people of God because they understood with the work of God. If you stand with the work of God, it is decreed in heaven that there is a blessing for you. There is a measure of blessing for everyone who stands with the work of God. Hallelujah. So when they finished, Solomon called everyone because everyone stood in building the house of God. And they said, blessed be the Lord, the God of Israel, who spoke with his mouth to my father David. Hiyo naizanda kusoma. Now, verse 22. Then Solomon stood before the altar of the Lord. This is the altar. Solomon stood before the altar of the Lord. This altar is what we are going to dedicate. We have to sanctify it. So that wherever any man stands here to speak the word of God, that word we bless. Hallelujah. When the word is spoken over your life, Satan will not have power to intercept. Wacha nikwambie, wale watu wanaenda kwa waganga kutafuta utajiri. Hawaende wapatiwe pesa, wanaenda wanapatiwa neno. Lakini hili neno kwa sababu limetolewa, huyo mtu ametoa kafara ya wanadamu na nyama za kondoo, labda nguruwe, whatever. Hilo neno anakupatia irisi, inaenda unakuta mtu amefungua nini na watu wameanza kuvurika. Watu wanasema, what is happening? Mtu anakuambia ni kakijiti. Tuliambiwa story moja ya mama mmoja alijaribu hivyo na hiyo uchawi, alikuwa Mkristo. Alienda akamezwa, akakufa. Kwa sababu alikuwa amechukuliwa na greed. So when an altar is dedicated, lile neno linatoka hapa. Bishop atasimama asema, simama, Mungu awabariki. Hivyo tu. Sio lazima aswete, enda ubarikiwe. Bila waganga, unajua waganga kufanya nini, hawaruki, hawafanye nini? Anakuambia irisi, anakuambia enda uoge nayo, enda ufanye nini, sijui, story hiyo tu. Na mtu anaenda na inafanya kazi. Kwa sababu ni uchawi. Hallelujah. Sisi tunategemea Mungu aliye hai. Tunapo takaza haya madhabahu, ile neno litatoka hapa. Bishop akisimama, sio lazima ombe maombi mrefu. Hallelujah. Because the place is dedicated. Because the place was dedicated, ukisoma when God appeared to
to Solomon a second time, chapter 9, verse 3, and the Lord said to him, I have heard your prayer and your supplication which you have made before me. I have consecrated this house which you have built by putting my name there forever. Mungu alikuja akasema, this house I have put my name here forever. Hata saa hii ile jaji ilipomolewa mahali wanaita the wailing wall. The wailing wall. Hata saa hii wale watu wameenda kuomba huko watakupatia ushuhuda. One time tulikuwa tunaomba na my Bishop Mamboleo. Alikuwa anataka gari. Yada alikuwa na gari lakini kwa ndo akaniambia, let's pray, let's trust God. Wakati alienda huko I believe alienda kaomba. Wakati alirudi kuna kanisa ilimuita. Wakamuita wakamwambia tulikuwa tunataka kubariki na kasadaka kidogo. Wakati walitoka nje walipatia gari kubwa. Gari kubwa. Hiyo gari sijui ni gari mingi. Something Toyota. Yeah, Toyota double cabin. Alipatiwa mpya. Na tulikuwa tunasema hii milioni hii tulikuwa tunapiga budget. This one is like 3 million. You know, hiyo milioni 3 haikuwa. Wakati alikuja alipokea hiyo. Ni kwa sababu gani? In this place watu atasai ile tembe ilibomolewa, lakini mahali pale ile madhabahu ilitakazwa. Mungu alisema I will be here forever. As long as the word will be, I will anybody who will come here to pray. Hallelujah. Aliahidi wokovu kwetu, akatimiza ahadi zake. Yeye ni Mungu abadiliki, kwa mambo yote aliyoahidi. Hosana, Mungu ni mwaminifu, anakumbuka ahadi zake. Ijapo muda imepita, na tatenda mambo yote. Maishani mwetu tulipitia mambo magumu, mapepo sugu yalitusumbua, hata shida tulipitia. Tulikosa chakula, tulikosa mavazi, marafiki walitutoroka. Tulimwita Mungu akatusikia. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi. Mapito kali nimepata kwa huduma na masomo, ulinzi wake nimeshuhudia. Somo yangu nikamaliza. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi.
amini Mungu siku ya leo na atatenda mambo yote. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi. Mungu wetu atatenda mambo yote aliyoahidi. Hitaji lako la kupata mchumba, Mungu wetu amesikia. Ombi lako la kujenga boma lako, wewe Jehova wamesikia. Mungu wetu atatenda. Tunapoendelea katika ile uwepo, tunaingia katika hatua ya altar sacrifice and other sacrifices. Tayari mmeona walimu kwa niaba ya shule wametubariki na cake. Hivyo ni kwamba walijua hii kitabu na hakuna mtu aliwahubiria. Bana sasa. Mwenyezi Mungu, tutangaze ukuu wake, tukijulisha mataifa yote kwa mambo yote aliyotenda Bwana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tutangaze ukuu wake, tukijulisha mataifa yote kwa mambo yote aliyotenda Bwana. Tumshangilie Mwenyezi Mungu, tumpe Mungu wetu sifa, tusimulie matendo yake, tukilisifu jina lake Bwana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tutangaze ukuu wake, tukijulisha mataifa yote kwa mambo yote aliyotenda Bwana. Tutafute msaada kwake, tumwendeni Mwenyezi Mungu, waumini wote wafurahi, tukitangaza ukuu wake. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuombea sacrifice au waliotoa walikuwa na lengo, walimu walikuwa na lengo, lakini nasema hivi, kwa kuwa ile moyo waliokaribisha naye kazi ya Mungu, Yesu anasema kwamba atakayekaribisha yule mdogo kati ya watu wangu ambao wamenikaribisha. Tunataka tuweke hiyo maombi maalum, kwa sababu nia yao tu shule yao imarike, shule yao iwe na standard, wale recognize service ya Mungu, akijua kwamba Mungu atafanya hivyo. Kwa mwalimu ni mtu ambaye yuko hapa leo ama kesho. Yule chief ambaye ameongea mzuri yuko hapa leo na kesho, pamoja na yule mtu wa bango, wale mtu watatu. Lakini wote watatu walikuwa wanalenga, wanasema lengo moja, kwamba kanisa limekaribishwa na kanisa litakuwa hapa milele na milele. Leo you see, hayo maongeo yao tuweke kwa maombi, ijapo tuko na vitu kama ma-agreements hata ingine kupitia kwa maombi, lakini hiyo sio hoja. Yaliyoko ya muhimu kabisa ni yale ambayo umeongea, nataka tuwakilishe kwa Mungu, na lengo yao kwa shule yao Mungu afanye kitu, pamoja na wale wote waliokuwa natoa special sacrifice yao kwa mkononi mwangu. Mungu aonekania kwa yale yote ambayo umehubiriwa, utaanza kutafakari moja kwa moja. Kwa hivyo tunataka maombi. So madam, tutaomba kwamba mahali fedha ziko in from the east, west, south, Mungu ndiye anajua mahali ziko. Kutoka CDF, from today I am declaring kwamba utakuwa na kibali. Wacha donors waanze kuleta fedha huko. Wacha needs zikakuwa met kabla hata hujafikiria
Father, we thank you and we bless you. We honor you, Lord. We want to pray for this primary school. My Father, I pray that from this school, we shall have great men and women. My Father, I pray that you even touch the leadership of this nation, the leadership in this constituency. My Father, every office that has finances, we call for the finances into this school. My Father, may it be known that your servants stood here and decree that there shall be favor. Let the students who excel from this school have the grace of having people that will support their education, their studies. I decree, my Father, that no student that will excel from this school who will miss to proceed because of lack of finances. Bring money, my Father, from the east, from the west, from the south. We pray that this school shall be a star in the city of Nairobi, and even in this nation. We pray that it shall produce top students in this country. Lord, I pray that the favor, your favor, will draw men and women in leadership to this place, even outside the boundaries of this nation. My Father, I pray that there will be funds. We pray that even funds from IMF, World Bank, all the donors, my Father, in this country, United Nations, we call for them, Jehovah, to bring their funds into this place. Jehovah, there are many needy students in this place, even in this location. We pray that you have mercy over them. My Father, remember them that are crying. There are parents who have children here who do not know where the next meal is going to come from. My Father, we pray for them. We pray for mercy. We pray, Jehovah, that in this school there will always be enough teachers. My Father, I pray that you supply every need for this school. Jehovah, I want to pray for everyone that has given his offering on this altar. I pray that this altar, this offering will speak in their lives all the days that they shall be on the face of the earth. Let this offering speak even for their children and their children's children. Let this be, my Father, a point of contact to release your blessing over your people. We pray for the teachers in this school. We pray for the students in this school. We pray for all the stakeholders in this school. Lord, I pray that you shall be with them. Give them the wisdom and the knowledge to lead this school to even greater heights. We thank you, Lord. We bless you. We pray for the administration. Bless them, my Father. In Jesus' name. Amen. Basi mwalimu alisema anatoka sasa. Captain, na watu mkononi mwako, usiwache watoke. Hebu tuombee kile ambayo itakaoletwa mbele yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa wema wako. Baba, umetujalia wema katika hiyo mchana. Baba, tukamaliza hili kikao. Baba, wakati kama huu tarajia sasa kupata cha mdomo. Baba, utangulie katika kila jikoni, kila kimepikwa pale, Mungu wa ajabu. Hata kama ni ndogo na mingi, Baba, pata kubariki. Baba, kabla tujakula ubariki, pamoja na mkono ya wale wote waliotoa, pamoja na mfuko zao. Baba, ingilia na ukubariki. Tunapoendelea kumeka kile ambako iko, Baba, tunasema ni asante. Na katika jina la Yesu tumeona na kuamini. Neema ya Bwana. Amen. Kocha masoya, Yesu rode ene kocha masoya, to ene do chama soya, richo di tindorana, to ene do chama soya, richo di tindorana. Yesu rode ene kocha masoya, Yesu rode ene kocha masoya, to ene do chama soya, richo di tindorana, to ene do chama soya, richo di Yesu onye sae ya waro lero pile, chilo ne
poko mieni asoya be poki kao japuonj di chama soya ane ni kora onge anyola di tindo rana to penye di tindo tika uora. Penye masoyo ketho Nimeomba katika shule hii ukakuwa na wanafunzi ambao watafaulu kwenda katika yale mashule ya kimataifa. Oh Lord, we thank you. Mungu ukainua jina lako mahali hapa pakaitana na jina lako. May this place shine, oh God. Let this place shine in this country and even beyond, my Father. I pray that from this school we shall have children who shall be great scientists, who shall be great mathematicians, who shall be great economists, who shall be great managers, oh Lord, who shall be great doctors, men and women that will make discoveries, oh Lord. Children who will go even overseas, my Father. They shall go to United Kingdom. They shall go to China. They shall go to India. They shall go to Turkey. They shall go to the United States of America. Wataenda na hata Australia. Wakienda masomo ya juu. Ibada ya Mungu Bwana nimeitangaza kutoka mahali hapa. Even the little children, my Father, I pray that they shall have favor, they shall have grace. Lord, I speak the presence and the grace of God. From the smallest to the greatest, oh Lord, I pray that they shall be blessed. Thank you, Father. We declare that this place is blessed. In Jesus' name. Amen. Okay, namshukuru Bwana sana kwa huu wakati. Imekuwa ni baraka, especially kwa kufika kwa dedication ya hekalu ambayo ndio achievement kubwa sana. Kwa hivyo ningependa kuwapongesha Bishop na wale wasaidizi wengine wa the Church of the Firstborn. Bwana aweze kuwabariki, awapeleke hatua zingine. Hii ndio kitu ya maana sana imeweza kufanyika, maana madhabahu imewekwa hapa. Madhabahu ni kitu inakaa hata miaka na miaka. Generations zile zinakuja zitakuwa zinakanyaga hapo, na hiyo madhabahu itaadhiri maisha yao, ita affect maisha yao. So God bless you so much. It has been so good. Thank you because of the opportunity even to serve in this place. May God really continue to richly bless you. Thank you. Nimetoa shukrani kubwa kwa Mungu
ambao alianza sisi na hii kazi katika muda mfupi na amefikisha sisi mahali bado tunakushii ili yale kazi ambayo imebaki asidi kutuongoze na kutuendelea pamoja nazi. Hata tunakuomba ili alete watu katika hekalu yake ili wapate wokovu na wangoje uzima wa milele. Ni hata wageni wetu ambao walikuja kusaidia sisi kufanya dedication wabarikiwe sana. Amen. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Mahali tumetoka na mahali tumefika tunasema ni Beneza. Ingawa ilikuwa jani ambayo iko na matatizo mingi, lakini sasa hii tumefika hapa kwa ajili ya mkono ya Jehova. Sasa ni shukrani kwangu kwa Jehova na shukrani kwa wale wageni ambao wametoka mbali kukuja kudedicate the altar. Wote Mungu akubariki. Asanteni. Basi Mungu Baba anasema ni asante. Katika kila kikao ambayo ulikuwa pamoja nasi. Wakati kama huu, sasa jioni kama hii, wakati ambako sasa tunawachana na wandugu, kila mmoja narudi kwake. Baba, namweka mkononi mwako, mtangulie njiani afike. Katika shughuli zote, mahali sosote Mungu wa Baba unaonekania, Baba tutakushukuru. Nasema ni asante. Shukrani kubwa kwa wale wote, hata watumishi wote ambao wamekuwa kishughulikia na ili kazi hapa na pale. Baba nasema ni asante. Uwabariki pamoja na nyumba zao, uwabariki. Mungu, hata wiki ya kesho napoanza, uanza tena kwa uwepo wako uonekania. Baba nasema ni asante, na katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen.